Asante sana ndugu mfuatiliaji wa Faulink channel. Kwenye Faulink channel utajifunza jinsi ya kutengeneza mifumo mbalimbali kama vile mifumo ya matokeo, mifumo ya mauzo, mifumo ya wasibu, mifumo ya usimamizi wa vikoba, mifumo ya mikopo, mifumo ya kutengeneza ratiba timetable, plana, mifumo ya kutengeneza mitihani ya online, lakini pia utapata machapisho tofauti tofauti, jinsi ya kutumia kompyuta, jinsi ya kutengeneza website, jinsi ya kutengeneza database, jinsi ya kutengeneza blog na machapisho tofauti tofauti ya namna ya kutumia Excel na kutengeneza mifumo ya Excel. Sasa leo naenda kufundisha au naenda kuelekeza jinsi ya kutumia mfumo wetu bora kabisa wa matokeo ambao unakuwa na sifa zote zinazohitajika kwa ajili ya professional results system. Kitu unachotakiwa kufanya, takiwa tuingie kwenye browser yako, ingia Google, ingia aidha kwa kutumia Chrome, kwa kutumia Mozilla, kwa kutumia Opera Mini. Yes, popote pale unaweza kuaccess mfumo wetu popote ulipo kwa kutumia kifaa chochote, aidha kompyuta au simu. Unaweza kutumia mfumo wetu bila shida yoyote. Bando lako tu kidogo la MB 10, MB 20 utaweza kuaccess mfumo wetu kwa siku nzima na data zako zitakuwa secured. Sasa cha kwanza takiwa uandike faulink.com. Andika faulink.com. Ukishaandika faulink.com una search mfumo. Ukishaandika faulink.com una search. Ukisha search tayari mifumo yetu inakuja, mifumo mingi sana hapa unaipata mifumo yetu kwa. Lakini sasa leo na kuelekeza namna ya kutumia mfumo wa matokeo. Utakliki hapo hivi. Okay, ukisha kliki hapo mfumo utakuleta huko. Utakwambia mfumo wa matokeo. Sasa hapa kama unataka kutumia full mfumo kwa vidato vyote, mfumo ambao uko complete kila kitu, inabidi uje hapa hivi. Hapa vidato vyote inatumia vidato vyote, lakini pia uko improved zaidi. Lakini kama unataka kutengeneza tu simple mfumo tu, yani ule mfumo simple tu wa matokeo kwa haraka haraka bila usumbufu wowote kwenye peji moja, utakuja hapa hivi. Kwa sekondari na kwa shule ya msingi utakuja hapa. Lakini ule mfumo complete kabisa ambao na features zote unazozihitaji, kila kitu unachokihitaji, unatakiwa uje ujisajili hapa hivi. Jisajili hapa hivi. Kwa utakliki hapa kuingia kwenye mfumo. Kwa sababu wewe huna account mpaka sasa hivi, inatakiwa sasa hivi wewe inatakiwa sasa kutengeneza account. Unatengeneza account. Mimi natengeneza account yangu ndo hii hapo. Hii hapo ndo username yangu, lakini hii hapo ndo email yangu pia. Naweka password na confirm password. Yes, ukisha confirm password hapo na register. Ukisha register, mfumo wetu unatuambia registration successful, maana umeshajiregister kwenye mfumo. Kwa hiyo kinachofuata ni wewe login. Login hapa hivi au login kwenye hii link. Ukishapiga hapo, hapa inakuletea tayari sehemu ya kuingia, kwa sababu umeshatengeneza account. Login sasa kwa username yako na password yako. Login kwa kutumia email address kama ulivyoelekezwa hapa, then una login. Ukisha login unakutana na dashboard yako ambayo kufanyia kazi. Sasa hapo utaadi madarasa ulionayo, utaadi masomo, utaingiza majina ya wanafunzi, utaingiza marks. Hapa ni matokeo ya kubandika, hapa kupata ripoti, hapa ni kupata performance, sijui wanafunzi waliofanya vizuri, waliofanya vibaya, 10 bora, sijui na nini, kila kitu utakipata hapa. Hapa ni rank ya masomo kwa maana nafasi ya kila somo. Hapa una generate sasa certificate. Hapa una generate certificate overall, kwamba cheti, unatengeneza cheti cha mwanafunzi kwa overall na kwa masomo yote. Hapa ni cheti cha kila somo, lakini hapa una ile taarifa
za shule zile ambazo zinakaa juu, jina la shule yako, email na namba za simu, kila kitu na edit hapa hivi. Sasa moja kwa moja si twende tukaingiza hapa masomo. Hapo naanza kuingiza masomo. Tuseme labda tuna form 1 na register hapa form 1, na kuja na register hapa form 2. Ukisha register hapo tushamaliza kuregister, turudi hapa hivi. Tunarudi home, twende sasa kuregister masomo. Tumesha register wanafunzi. Masomo nilionayo maybe mimi nina chemistry, mimi nina civics. Sorry, ili hapa nimekosea, takiwa niliedit. Unaweza tu kuedit pia hapo hivi. Mimi nina civics, una save. Nina biology, na save. Nina physics, nina history, nina Kiswahili, nina English, okay, na geography. Somo lingine nilonalo hapo tuseme HKL, HGK na hesabu, maybe na math hapa hivi. Kwa hapo mimi nishamaliza kuingiza masomo nilionayo, lakini pia unaweza pia ukaendelea kuingiza masomo mengine. Sisi tuanze naye hapo. Narudi tu kwenye dashboard hapa. Sasa hapa tushaingiza darasa, masomo, twende kuingiza majina ya wanafunzi. Majina ya wanafunzi hapo unaweza, kama unayo majina umeyasave sehemu, unaweza tu ukaja hapo ya import au ka upload hapa, lakini sisi ngoja leo tuanze kwa kuandika tu majina ya wanafunzi tulionao. Tunamsajili form 1 tayari. Madarasa tuliokuwa tumeyatenga ndio hapo. Tuliingiza form 1 na form 2. Tumweke pia form 1. Okay, kwa hapa tuongeze mwingine maybe tumpe form 2. Kwa kisha sajili masomo, unakuja sasa, unarudi tena kwenye dashboard, unakuja unaingiza marks. Sasa unaingiza marks, chagua darasa form 1. Form 1 somo unachagua somo. Haya majina tuliyoyaweka mwanzo ndio hayo hapo. Una save marks, unarudia tena hapo darasa, unachagua darasa. Twende somo lingine civics, marks unaweka marks. Twende somo darasa lingine na somo lingine biology. Sasa hivi weka marks hapo. Twende tena somo lingine nao physics, weka marks. Nao somo lingine history, utaweka hapo. Weka somo lingine Kiswahili tuseme. Kwa mfumo ni simple kabisa kama unavyoona. Tuweke unachagua darasa, somo lingine English,
unaweka maxi kama kawaida. Unakuja somo lingine, geography. Haya, tuchukulie sasa hapo tumeingiza masomo yetu 8 hapo. Baada hapo turudi kwenye dashboard yetu. Hapa tuje sasa, tumeshaingiza maxi. Hapa tutakuja sasa kuangalia matokeo ya kubandika sasa. Hapa hivi kama unavyoona hapo, una seti A anzie ngapi, B anzie ngapi, C anzie ngapi, D anzie ngapi, na maana ubaki ni F. Kwa hapo tayari sisi tumeziacha hapo, tumeshaziseti. Unachagua darasa la, tumeingiza tu form 1 na form 2, kwa ndo maana imekuja form 1 na form 2. Tungeingiza mpaka form 5 ingetuletea, mpaka form 6 ingetuletea. Kwa hiyo tunaonyesha matokeo hapa. Matokeo kama unavyoona, matokeo ya kubandika ya wanafunzi wetu wawili tu. Tayari hapa tuna jumla, tuna masomo yote yaliyoingia, masomo 8 kama unavyoona yameingia. Tena tumepata jumla, tumepata average, tumepata point na tumepata division, wote na division 1. Kwa hapo unaweza tu ukaprinti matokeo yako kama unavyoona hapo. Unaweza ukaprinti matokeo yako kwa ajili ya kubandika au kwa ajili ya kutunza kwenye taarifa zako zingine. Yaani mfumo ni very simple na mfumo ni bora sana kwa matumizi. Lakini hapo unakuja unaangalia sasa ripoti. Ripoti kama kawaida hapo unakuja tu unachagua darasa hapo, una generate transcript. Ripoti zako tayari zinakuja, ripoti zako hizi hapa. Ripoti zako tayari za wanafunzi wako wawili zinakuja kama unavyoona hapo. Ripoti zako tayari zinakuja. Kisha maliza turudi tu hapo hivi. Lakini hapa kwenye ripoti kama unavyoona hapa, unaweza sasa uka generate sasa, unaweza ukaadi details zingine hizo hapo. Announcement, sijui shule inafunga lini, sijui tabia za wanafunzi, unaweza ukazijaza hapo afu ukagenerate report kama unavyoona. Ile ulizozijaza zimekuja huko. Kwa mfumo ni very simple, kila mwanafunzi anakuwa na report yake. Lakini hapo unaweza ukaprint au unaweza ukasave kwa ajili ya matumizi mengine. Unaweza ukaprint hapo ka download, tayari ripoti zako zimeshatengenezeka hapo kama unavyoona. Baada hapo tukaangalia tena hapo report, tukaangalia sasa subject performance ya wanafunzi aidha 10 best. Unaangalia hapo, unachagua darasa, tayari unapata ripoti yako hapo ya wanafunzi wao hapo, sababu sisi tuliingiza wanafunzi wawili ndio maana tumepata details hapo. Kwa mfumo simple kabisa, mfumo safi. Hapo unaweza sasa ukaprint, ina maana wale majina yote, lakini hapo una print kwa darasa moja moja. Unachagua una print. Kwa mfano hapo mimi nimechagua somo hilo, hapo itaniletea tu wale best na wale dhaifu wa somo husika uliochagua. Kwa mfumo ni mfumo mmoja safi sana kwa kutokea. Lakini hapo unapata subject ranking, so yani ile nafasi ya somo sasa. Kwa mfano hapa tuangalie nafasi kimasomo. Kwa mfano hapo kama unavyoona hapa, haya masomo yote tulioingiza, unaangalia nafasi ni lipi imekuwa la kwanza kwa GPA na kwa average. Kama unavyoona hapa imejipanga kulingana na average. Mfumo safi sana. Baada hapo lakini unaweza sasa ukagenerate certificate. Una generate certificate ya darasa gani? Kwa mfano certificate ya wanafunzi wale 5 bora zaidi, unatengeneza certificate zao. Lakini sasa hapa tuna wanafunzi wawili tu kama unavyoona, certificate safi kabisa kwa ajili ya matumizi safi. Lakini baada hapo unakuja unaangalia pia certificate sasa ya kila darasa ya somo moja moja. Unachagua form 1, je, somo gani? Chemistry, unatengeneza certificate kama unavyoona hapo, ni certificate ya somo husika ulilolichagua. Mfumo ni safi sana. Lakini hapa taarifa zetu tulikuwa tunaona zina sehemu ya kuedit. Hapo una edit jina la shule, una edit, utakacho kiedit kitakuwa